Bwana, mimi kwa majina naitwa Samson Fulgens. Ndo mwandaji wa hili jambo ambao nimekuja hapa kufanya hiki, na nimefanya hiki kutoka moyoni. Kwanza leo ni siku yangu ya kuzaliwa, na nimekuwa nikifanya hivi kila inapofika tarehe 30 mwezi wa 9, nimekuwa nikifanya kila mwaka. Kwa hata mwaka huu nimeamua kufanya hiki kitu, nimefanya kwa mahaba kabisa kutoka moyoni, nimefanya mwenyewe kwa kupenda. Yaani ni kitu ambacho kiukweli waga nakipenda sana. Ukiangalia katika jamii kuna makundi maalum ambao tunabidi tufanyeje sisi wanajamii tuweze kushiriki, kuonesha, kutoa kile chochote kidogo tulichokuwa nacho, kwa sababu ni wajibu wetu. Lakini kuna watu wengine wafahamu umuhimu wa hiki kitu kama hiki nilichokifanya. Nimekuwa nikifanya kila mwisho wa mwaka, lakini mimi natamani ukifanya hiki kitu kila wakati ninapokuwa nimejaliwa. Mimi sio kwamba ni tajiri au kwamba ni bosi, hapana. Mimi ndo mmiliki mwenyewe wa Sam Media, naweza kusema mkurugenzi. Lakini kwa hiki ambacho nimekifanya natamani kuwa nakifanya artist angalau kwa mwezi mara moja au mara mbili, isiwe tu kwamba kila mwisho wa mwaka. Sema tu kwamba sio kwamba mimi na uwezo hivyo kwamba mimi ni tajiri, hapana. Mimi ni mpambanaji tu, napambana, nipata 200 300 hivyo najimeki na nafanya kama hivi kurudisha kwa jamii. Watoto hawa ni watoto wazuri, tumepewa na Mwenyezi Mungu. Kufanya hiki kama hicho kifanya kurudisha tabasamu ni wajibu wetu. Ni watoto wazuri, tunapokuja kama hivi wanafurahi, wanajisikia furaha kweli, wanaona kwamba katika jamii kumbe kuna ndugu wanatupenda na wanatujali. Kama hivi tumekuja nao, tumekuja kuogelea nao, tumekuja kula nao, nimekuja kucheza nao, wamejisikia furaha, na nimekuwa nikifanya hivyo mara kwa mara kwenye nyumbani kwao pale wanapokaa. Kwa hiyo wenyewe wanafurahi na wameshanikalile. Leo hii nafanya hivi, uwezi jua hapa kesho kuna mawaziri, kuna viongozi wakubwa, kuna madaktari. Kwa hiyo leo na kesho watanikumbuka mimi kwa hiki ninachokifanya. Ila mimi sifanyi ili nije kukumbukwa, hapana. Ninafanya kuonesha mapenzi yangu kutoka moyoni. Hiki ninachokifanya ni kitu ambacho nakifanya kutoka moyoni. Yaani mimi napenda sana kufanya hiki. Kwa hiyo nitoe wito katika jamii, ndugu, marafiki, matajiri, watu wenye taasisi, makampuni, kwa kile chochote walichokuwa nacho, washirikiane kuungana na sisi tuweze kuwa tunaifikia jamii kwa wakati mwafaka. Washirikiane na sisi. Hata mtu ambaye anatamani kufanya kitu hiki lakini hapati muda, labda kazi zimembana, tunatoa wito, tunamkaribisha pia aweze kuungana na sisi tuweze kufanya hiki. Hata kama uko busy, ukitutafuta sisi tunaweza tukafikisha sadaka yako mahali sahihi. Namba yetu ni 0688925318. Tupigie au tumie message WhatsApp, utatupata kwa wakati wote na muda wote, sisi tunapatikana. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nimekuja kufanya leo, ikiwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Nimefurahi sana kwa hiki ambacho nimekifanya, na hapa moyo wangu una furaha kubwa. Yaani nilikuwa nahisi kama niko mzito fulani hivi, lakini sasa najiona mwepesi. Ninavyoona watoto wanacheka, wanafurahi na wakumbatia, wanasikia furaha wenyewe, nasikia furaha kubwa kushinda hata wao wanavyofikiria. Kwa hiyo ni kitu ambacho nakipenda na nimefurahi sana kufanya hivi. Sawa, so pengine tufahamu ni Umra Orphanage ambao umewatembelea leo. Pengine ni tukio la ngapi na ni vituo vingapi pengine hadi sasa umefikia? Kwa hapa nahisi kwa kumbukumbu zangu ni kama hii itakuwa ni mara ya 3. Nimekuwa nikienda pale na niliwahi kuahidi kwamba siku nyingine nikirudi nitakuja niwapeleke beach. Kwa hiyo leo ahadi yangu niliyoahidi nimeitimiza. Kwa kituo ambacho nimewahi kwenda ni hiki tu, naweza kusema ni kimoja, lakini vingine nimekuwa nikienda tu na watu wengine ambao walikuwa wananialika mimi niweze kushirikiana nao kwenda katika vituo vingine. Lakini kwa hiki kituo ni mara yangu ya 3 nakuja hapa, na ni furaha kubwa sana kwa hiki ambacho nimekifanya. Tutarajie yapi pengine mbeleni kwa hiki ambacho umekianzisha? Kiukweli natamani sana, ndoto yangu natamani sana, yaani hiki ambacho nimekifanya, kwa sababu ni kitu ambacho nakipenda kutoka moyoni. Ni zile 200 300 ambazo nazichanga, natamani nipate angalau hata wadau wengine ambao natamani kwa hiki ambacho nakifanya tuungane, tushikane mkono, tuendelee kuifikia jamii. Kuna watu, kuna wagonjwa, kuna wafungwa, kuna wajane. Yaani kuna makundi mbalimbali, makundi maalum katika jamii ambayo yanahitaji support, yanahitaji tabasamu kutoka kwetu sisi wananchi. Kwa hiyo haijalishi, usiseme kwamba mpaka uwe tajiri ndio uweze kusaidia, hapana. Hicho kidogo ulichokuwa nacho, jitahidi kugusa jamii kwa hicho kidogo ulichokuwa nacho. Kwa sababu leo hii unaweza kuomba kufuata utajiri, ukapewa, alafu kashindwa kutimiza, ukawa umefanya kosa kubwa ambao ni dhambi. Kwa hicho kidogo ambacho wananchi wanacho, na washauri waweze kutoa hicho kidogo ulichokuwa nacho. Unavotoa Mungu anakubariki. Mimi nimekuwa nikitoa na milango yangu imekuwa ikifunguka. Sitoi ili nifunguliwe milango, lakini ninavotoa Mungu amekuwa akifungua njia, milango ya baraka imekuwa ikimimilika. Mimi sikuaga hivi kipindi cha nyuma, lakini namshukuru kadri maisha yanavyozidi kwenda, Mwenyezi Mungu anazidi kuniona, nuru inazidi kufunguka. Kwa hiyo ninachokifanya ni jambo la heri na Mungu anazidi kubariki. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi
hao watoto wanapatikana pale, kwa ufupi hii kituo chao kinaitwa Umra. Wapo Magomeni Mikumi pale. Naomba wadau, taasisi, makampuni, watu binafsi, kwa chochote kile ambacho mtakuwa mmejaliwa muweze kuleta hapa, tuweze kurudisha tabasamu kwa jamii. Kwa watoto hao wanafurahi sana. Kuna kama madaftari, nguo, lakini hata kuwatoa out kama hivi ni vitu ambavyo wanavipenda wao wenyewe, wanafurahi. Kwa hiyo ni wasii watu tofauti, makampuni waweze kuja, tuweze kurudisha upendo kwa pamoja, turudisha tabasamu kwa jamii. Lakini kwa hiki ambacho nimeweza kufanya leo, nitakuwa nimefanya makosa kama sitoweza kuwataja watu ambao viongozi wameweza kunituma salamu zao. Wamenituma salamu zao niweze kuzifikisha. Kwanza bila kusahau mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila, ni kiongozi mzuri ambaye amekuwa kufanya kazi zinaonekana, lakini pia ni kiongozi ambaye tunafahamiana. Lakini nilivyomwambia kuhusiana na tukio kwamba nakuja hapa, amenipa salamu zake kwamba niwasalimie sana watoto, na ameniomba niwaambie wasome sana kwa bidii, kwa sababu wao wenyewe baadaye hapo ndio watakupatikana viongozi wakubwa, kunaweza kupatikana mawaziri hapo, madaktari. Kwa hiyo mkuu wa mkoa Mheshimiwa Albert Chalamila ameniambia niwafikishie salamu hizi watoto waweze kuzingatia, wasome sana kwa bidii. Lakini pia ametoa shukrani zake kwa dhati kwa walezi wa watoto hawa kwamba wanachokifanya ni kitu kizuri na ni cha wito, waendelee kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu atawalipa. Lakini yeye mwenyewe akijalwa, ipo siku inawezekana anaweza kaja pia kuona watoto mwenyewe binafsi. Lakini kama tunavyofahamu kwamba alipo mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya pia anakuwa hapo. Mheshimiwa Mpogoro, Edward Mpogoro pia na yeye nilivyomwambia hili jambo alitamani sana kuwepo kabisa. Lakini sasa leo tunavyofahamu kwamba mgombea mwenza wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo yupo katika wilaya ya Ilala, na ukiangalia wilaya ya Ilala yeye mwenyewe ndo anaiongoza, ndo mkuu wa wilaya. Kwa hiyo leo yupo katika ziara hiyo, amenituma salamu zake, na hivyo amesema ameomba watoto wasome kwa bidii, kwa kweli, lakini pia walezi wao waweze kuwasimamia vizuri kama hivyo wanavyowasimamia. Na amewashukuru sana walezi ambao kwa huu upendo ambao wanaoonyesha, amewashukuru sana. Lakini pia amesema huyu hapa atakuja kujali, ipo siku atakuja kuwatembelea watoto hawa aweze kuwaona, lakini pia aendelee kuonesha tabasamu kama hivyo. Kwa hiyo amewasalimia sana. Lakini mwingine pia alituma salamu zake ni Mheshimiwa mshauri wa Rais Angela Kairuki. Pia yeye amesema ni mama ambaye anapenda watoto, ni mheshimiwa, ni mshauri wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Pia na yeye ametuma salamu zake, amesema niwasalimie sana watoto, lakini pia niwasalimie walezi wa kituo hiki. Lakini pia amesema nawapenda sana, na yeye pia amesema ameshauri, amewaomba watoto waweze kusoma kwa bidii. Hizo ndio salamu pia ambazo ameweza kuzituma Mheshimiwa Angela Kairuki, mshauri wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mwingine wa mwisho kabisa ni diwani ambaye anaitwa Kimji, diwani wa kata ya Ilala. Naye nilivyomwambia ile jambo hakukaa nyuma, alishukuru sana na aliona, alinipongeza sana kwa kile ambacho nikifanya. Pia na yeye amesema salamu zake niweze kuzifikisha kwa watoto kwamba anawapenda sana, lakini pia anawashauri wasome sana ili waweze kufikia ndoto zao. Hao ndo wadau na ndo viongozi ambao wameweza kunipa maoni yao, wameweza kutuma salamu zao niweze kuzifikisha, na mimi namshukuru Mungu nimezifikisha, ndo kama hivyo kako. Lakini pia nafasi kama kiongozi pale Umra. Kwa majina naitwa Frank Starfed Mrongo. Mimi ni mlezi hapo Umra Orphanage. Sisi tumefurahi sana kupata ugeni huu wa ndugu yetu Samson au Sam. Amejitolea kuwafurahisha leo watoto, wamekula, wameenda beach, sasa wanafurahi. Kwa kweli ni jambo la heri na jambo la ambalo Mwenyezi Mungu anapendelea. Jamii inatakiwa iige mfano mzuri wa kijana wetu. Pengine tufahamu Umra ni changamoto gani ambazo mnazipitia, pengine wanajamii wanapaswa kufahamu, lakini vile ambavyo watufahamu pengine unaweza kuwajulisha pia. Changamoto ni nyingi, lakini baadhi zake ni mfano na tatizo la bima afya. Bima za afya watoto unakuwa ni changamoto. Huwezi ukasema kwamba utawakomodeti moja kwa moja wote. Lazima tuwepo na wadau wakijitolea, ndio hivyo watoto wanapata afya. Lakini vile vile tuna masuala ya shule, ada za shule. Tunatakiwa hapo wanajamii tusaidiane kidogo. Ni mazingira ya kuishi na chakula eneo nyeti sana kwa watoto. Lipoje kwa Umra pale? Pengine lina chakula kinapatikana, mazingira ya kuishi kama hivyo. Hivyo kwa sababu sisi tumejaliwa ni kidogo, mama ni mkulima, kwa hiyo anakuwa anajaribu, lakini wadau vile vile wakitushika mkono tunaongeza nguvu zaidi. Lakini kwa neno la jumla ningependelea kwamba wadau wawiwe kuwa na kupendelea kuwasaidia watoto, kuwa na moyo wa kujitolea, kwa sababu wote tunalea taifa moja.
vijana hao wakiachwa ndio nakuta makundi mbalimbali yanaibuka. Sisi tunaimarisha amani. Sisi ni mmoja wa wajenzi wa amani, kwa sababu mtoto akishiba hawezi kuwa mdokozi, atatulia katika malengo, ataijenga nchi. Lakini akiwa hajashiba, akiwa hajalelewa katika maadili, unakuta ndo wale panyarodi au ndo wale nani au ndo vikundi gani. Kwa hiyo tunajitahidi sana sisi Umra Orphanage katika kuwalinda katika malezi na katika elimu. Lengo letu kubwa ni kwanza ni elimu. Tuna vijana wengi wanasoma. Na kijana yote atayeletwa pale lazima apelekwe shule ili tupate kujenga ufahamu wake. Mtu akiwa na ufahamu mkubwa anaweza kufanya chochote kujenga taifa letu. Bwana, shukrani sana. Asante sana. Karibuni sana.